Mimi kwanza ninashukuru. Mimi naitwa Venance Msafiri, mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora. Leo tulikuwa na mafunzo ya kuwajengea uwezo viongozi wa AMCOS, kuwajengea uwezo wa programu maalumu ya SACCOS in AMCOS. Hii programu ya SACCOS in AMCOS ni utekelezaji wa mipango na vipaumbele vya tume, tukiwa tuna maana kwamba wakulima kwenye maeneo yao wakiwa wana vyama vya akiba na mikopo kwa ajili ya kuwafikishia huduma wa wakulima katika maeneo yao, ambayo inaitwa programu hiyo inaitwa SACCOS in AMCOS. Kwa hiyo kama mkoa wa Tabora tayari kuna vyama 5 vimeshaanza mchakato wa kuwa na SACCOS kwenye AMCOS zao, na tayari kuna vyama chama kimoja kimethibitisha, chama ambacho kimesajiliwa, chama cha Juhudi AMCOS, na leo kama mlivyoona wametoa ushuhuda kuanzishwa kwa ile SACCOS kwenye kijiji kile. Kwanza kimeenda kupunguza utoreshaji, na wakulima wa eneo lile wameshajiunga kwenye kile chama, na utoroshaji hata mtu mnunuzi akienda pale mtu tumbaku hawezi, wanunuzi wa tumbaku ambao wananunua tumbaku asiri hawafanyi hivyo, kwa sababu wanachama wale wakipatwa na changamoto yoyote na shida yoyote, manake ni nini, wanakimbilia kwenye SACCOS yayo ambao ni akiba ya mikopo. Na kwenye SACCOS hizi kwa wakulima zikiimarishwa vizuri, zinaenda kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi kwenye eneo lile. Kwa mfano mtu anachapata changamoto ya mgonjwa, kuna product au bidhaa ambazo zinaenda kutatua changamoto hizo. Kuna mikopo ya dharura, mikopo ya kujenga, mikopo ya kijamii kwa maana yake ya elimu, na mikopo mingine ambayo ni kulingana na mahitaji ya eneo husika. Kwa hiyo kwenye sera yao ya mikopo itainisha pale aina za mikopo ambazo zinatolewa, ambazo zinaenda kutatua changamoto za kiuchumi kwenye eneo husika. Sasa mkoa wa Tabora ulikuwa uko vyama vya akiba na mikopo vilikuwepo, na vingine vilikuwepo, lakini vingine vimekufa. Lakini kwa sasa hivi tuko kwenye mkakati huo kufufua, lakini sasa na kuamsha ari mpya kwenye hizi vyama vyetu vya tumbaku, vyama vya pamba na union zetu, kuwa na SACCOS zenye nguvu ili ziweze kutatua matatizo ya wanachama wao kwenye maeneo ya vijijini huko. Na mwisho wa siku tukivimarisha hivi vyama, vinaenda kupunguza swala la baadhi ya wakulima ambao sio waaminifu kuuza tumbaku kinyume na utaratibu. Kwanza ni shukuru Tume ya Maendeleo ya Ushirika kupitia ofisi ya mrajisi mkoa wa Tabora kwa kuliona hili, kwa sababu mkoa wa Tabora uko nyuma kwa shughuli za kimaendeleo hasa kwenye SACCOS. Naamini swala hili la SACCOS likipelekwa vizuri na likafika vizuri kwenye AMCOS, na wakulima pamoja na viongozi wa AMCOS wakajua na kuona faida na umuhimu wa SACCOS, itakuwa ni changamoto chanya ambayo itasababisha umuhimu na faida ya maendeleo ya shughuli za ushirika kwa mkulima, kwa sababu SACCOS imelenga kumsaidia mkulima kutokana na matatizo madogo madogo tofauti na benki. Kwa hiyo naamini SACCOS zikikaa vizuri, shughuli za ushirika zitaenda vizuri, mkulima atapata sehemu ya kukopa kwa muda na atarejesha madeni yake vizuri, na shughuli za kilimo na mambo mengine yataendelea vizuri katika shughuli zake za shambani. Asante. Tunashukuru sana kwa Mheshimiwa afisa mrajisi wa vyama vya ushirika msaidizi mkoa wa Tabora kwa kuanzisha jambo hili na kutufikishia sisi wana ushirika hasa mkoa wa Tabora. Jambo hili litusaidia kwani vyama vingi vya msingi vimekuwa vikilaza madeni kwa 65% kwa wakulima wao kushindwa kujiendesha kwa kipindi kigumu cha mwezi wa kwanza na mwezi wa pili
kusababisha kuuza tumbaku kwa walanguzi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kusimamia jambo la ulanguzi, lakini sehemu ya pili na kuanzishwa kwa jambo hili itatusaidia kutokulaza madeni na itatusaidia vile vile kupata fedha kwa 100% kutokana na kilimo cha zao la tumbaku. Kwanza ni shukuru Tume ya Maendeleo ya Ushirika kupitia ofisi ya Mrajisi mkoa wa Tabora kwa kuliona hili, kwa sababu mkoa wa Tabora uko nyuma kwa shughuli za kimaendeleo hasa kwenye SACCOS. Naamini swala hili la SACCOS likipelekwa vizuri na likafika vizuri kwenye AMCOS na wakulima pamoja na viongozi wa AMCOS wakajua na kuona faida na umuhimu wa SACCOS, itakuwa ni changamoto chanya ambayo itasababisha umuhimu na faida ya maendeleo ya shughuli za ushirika kwa mkulima, kwa sababu SACCOS imelenga kumsaidia mkulima kutokana na matatizo madogo madogo tofauti na benki. Kwa hiyo naamini SACCOS zikikaa vizuri, shughuli za ushirika zitaenda vizuri, mkulima atapata sehemu ya kukopa kwa muda na atarejesha madeni yake vizuri, na shughuli za kilimo na mambo mengine yataendelea vizuri katika shughuli zake za shambani. Asante. Leo tumepata semina ya uanzishaji wa SACCOS ndani ya AMCOS ambayo itatusaidia sana sisi katika utendaji wetu, kwa sababu zaidi ya kuzalisha tumbaku, zaidi ya zile pembejeo za kuzalisha tumbaku, pia tunahitaji fedha taslim kwa ajili ya kuendelea kuzalisha vizuri hiyo tumbaku, kama vile mkopo wa kugredi tumbaku pamoja na mkopo wa kubeba kuni zile za kuchomea tumbaku. Kwa hiyo katika uanzishaji wa SACCOS tukianzisha ndani ya ile AMCOS yetu, itatusaidia tuweze tukakopa ndani ya zile SACCOS ili tuweze tukafanya vizuri na wakulima wetu wakapata riba nafuu ambayo itawasaidia kuwakuza kiuchumi na kuepukana na ile kukopa kwa watu wa mitaani ambako haziko fomu, zinawafanya kwamba wanakuwa na riba kubwa ambazo zinarudisha nyuma wakulima wetu. Kwenye semina yetu tulikuwa tunaelimishwa kuhusu SACCOS na faida yake, ambapo tutakapozianzisha kwenye AMCOS zetu. Sisi tayari kwenye chama chetu cha Bombay tumeshaanzisha SACCOS yetu ambayo tayari sasa hivi tuna mtaji ambao unakubalika kabisa moja kwa moja kwenye benki kuu. Kwenye semina yetu tulikuwa tunaelimishwa kuhusu SACCOS na faida yake, ambapo tutakapozianzisha kwenye AMCOS zetu. Sisi tayari kwenye chama chetu cha Bombay tumeshaanzisha SACCOS yetu ambayo tayari sasa hivi tuna mtaji ambao unakubalika kabisa moja kwa moja kwenye benki kuu. Lina umuhimu gani? Ili tumesikia kwa ndani watu wanatorosha tumbaku kutokana na shida mbalimbali, lakini pia na ubaini labda huenda, lakini kwa kauli yako ni umuhimu gani? Ina faida kubwa kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakitorosha tumbaku kutokana na matatizo mbalimbali ya kifamilia, hasa wanapopata changamoto labda za kuuguliwa watoto, kuuguliwa wazazi, au wanapopata na misiba. Kwa hiyo suluhisho lake la kwanza inakuwa ni kuchukua tumbaku na kuiuza kwa matajiri, ambayo tunaita sisi soko huria, ambapo sasa hivi imekuwa ni changamoto. Inafikia kipindi wakulima wanashindwa kumaliza madeni ya benki. Kwa hiyo SACCOS itakapoanzishwa kwenye vyama itakuwa ni suluhisho, kwa sababu mtu anapopata changamoto za kifamilia basi itabidi akaende akakope kwenye SACCOS ambayo itakuwa inamsaidia katika hizo changamoto za kifamilia.